Sasa tukiondokana na masuala ya sikukuu ya Jamhuri, tuangazie taarifa kuhusiana na talanta na vijana. Teddy Mbevi, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Jomo Kenyatta, pamoja na mwenzake Kelvin Wamae aliyehitimu na shahada ya uhandisi, wanatumia talanta yao ya uchoraji kama kitega uchumi. Wanaeleza kuwa sanaa ya uchoraji imekuwa mbinu ya kujipatia mapato, kwani wameweza kuchora na kukutana na watu tajika akiwemo Rais William Ruto na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Isaac Musyoka alitangamana na wasanii hao na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika ulimwengu wa sasa, vijana wengi wameangazia talanta na vipaji zao na kuzikuza kuzifanya mbinu za kujipatia mapato. Teddy Mbevi ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Jomo Kenyatta amebobea katika sanaa ya uchoraji. Naitwa Teddy Mbevi, jina ya usanii ni Ted Sketches. Pamoja na Kelvin Wamae ambaye ni msanii mwenzake mchoraji, historia ya wawili hao imeonekana kuwa sawa. Teddy akieleza aligundua talanta yake akiwa na umri mdogo kwa kuchora michoro kwa kutumia rasilimali walizopata. So thank you. Nilijua naweza chora since I was a small boy. Nikiwa kijana mdogo, ile tu sketches, rough sketches, and then nikaendelea nayo mpaka currently niko shule, I'm in university, but I'm pursuing something different. Actually my first client was my high school teacher. Yeye ndiye alinifungua akili nikaamua nifanye biashara, na alinilipa 1000 bob, na ilikuwa 2022. Kelvin amehitimu na shahada ya uhandisi, ila sanaa ya kuchora imeonekana kuwa mbinu ya kujipatia kipato kwake, ambapo wawili hao wamechora picha za viongozi wakuu nchini akiwemo Rais William Ruto, aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, pamoja na wasanii kama Bien Baraza. I'm an engineer by profession. Yeah. Nilianza kuchora 2018 after high school. Nikaingia Jomo Kenyatta University, nikafanya geospatial engineering. Na since then nikasema let me try and draw for the first time. I've learned a lot through art. I've met a lot of people, prominent people. Napatana na His Excellency Ruto, President Ruto. Kapatana na Uhuru, kapatana na wasanii wakubwa kama Bien, Savara. Nimepatana na wasanii kubwa sana, unimaginable, through art. Japo zipo baadhi za changamoto katika sanaa hii, ikiwemo ukosefu wa zana za uchoraji nchini Kenya, ikiwalazimu kuziagiza kutoka mataifa ya kigeni, baadhi ya wateja wao wakipuzilia kazi waliowafanyia. Wawili hao wamewashauri vijana walio na talanta uchoraji kutokufa moyo na kuziangazia, kwani siku moja itajipa. The journey has been quite okay, let me say so, because nikiwa mtoto nilikuwa natumia the available tools, normal pencil ya kawaida ile unatumianga HB, then proceeding kuifanya kwa now entrepreneurial kama biashara. Challenges ziko, yes, kama acquiring the art supplies sasa. So challenge ni kuziacquire because they are not available in Kenya. I have to wait for them to be shipped all the way from Britain, Germany. So if I have a project itabidi nimengoja. So that is one of the challenges that I am occurring currently. Na for sure art, usi give up. Art nimepatia simu, nimepatia gari, nimepatia shamba. Wewe, usiogope na art. Usiogope put your talent out there. First of all, I want to shout out to ABC Kayole. Yeah, ABC Kayole, na shout out sana my parents, my friends, wote. Shout out to you all. Social media handles, number 1, Ted Sketches. That's my Instagram. TikTok also Ted Sketches. YouTube Ted Sketches. Isaac Musyoka, Undugu TV.